Lil Wayne Ijumaa hii anaanza tour yake. Anaanzia New York na albamu yake inatoka mwaka huu, ndio? Yes. Albamu hiyo ni tour yake itaanza mwezi huu, ambayo Ijumaa ndio inaanza New York, itakwenda kuisha mwezi wa 10. Ataimalizia West Palm Beach, Florida, hiyo itakuwa. Mwezi wa 10 tarehe 2 ndo anamaliza tour yake. Kuna kitu kimoja ambacho nakiona bike. Nakumbuka mwaka jana Lil Wayne alishapanda stage akawa amesahau lyrics za wimbo wake. Kiasi kwamba kabidi ya Google kupitia simu yake. Sasa mimi nikawa nimekaa tu najifikiria kwamba kama mtu alisahau mistari yake mwenyewe, sasa kwenye tour itakuwaje? Maana changamoto mazoezi. Unajua kitu kimoja, hao watu watumia masila wanatumia hivi vilevi venye kali sana najua. Hizo sila zile wanatumia kwenye viwanda kuweza kuchanganyia. Najua kama ni vitu mbalimbali kama soda au nini, wanachanganyia vile. Sasa wao wanachukua sila wanaweka ice wanakunywa. Unaelewa? Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kikali sana. Kinapoteza mpaka yani fahamu ya kiasi kwamba hiyo kesi nishaisikia mara kibao ya Lil Wayne, anapoteza fahamu kabisa. Anaweza siku nzima akilala hapo asiamke mpaka kesho tena. Na nakumbuka amekaria takriban miezi 8. Sasa hii ataweza kweli tu? Na unakumbuka alivyorudi kwa vimbi mashavu hivi. Watu wanasema Lil Wayne ana kitu gani na nini? Ile yote ni yale madawa ambayo kwa akitumia kule rehab. Alipelekea mpaka akambadilika vile. Tour yake itakuwaje hii? Na hivyo najifikiria mwenyewe kwamba safari hii tutaweza kuwa na vituko vingi. Mazoezi. Afanye mazoezi ya kutosha. Of course mazoezi kashaanza na jamaa yake Tiger. Tiger. Nimeona alikuwa anafanya mazoezi na nini. Kuna show moja alipiga juzi wakawa wanafanya rehearsal manini, yani ile kumweka sawa, sababu hao ndo Cashman wenyewe ambao walikuwa kipindi hicho kina Tiger na wengine ambao walikuwa wanamsupport. Kwa hiyo walikuwa wanampa, wakipanda kwenye stage wanampa back vocals za kutosha. Pengine huenda akapanda back vocal nzuri, na siku zote msanii akipanda back vocal nzuri ndio show yake inakuwa kali. Nakumbuka kuna mwaka jana alishatangaza tour yake, lakini ticket zilikuwa chache, mauzo ya ticket yalikuwa chache sana. Lakini nilichokipenda safari nimeona kwamba Drake akasema atamsupport kwa sababu ni godfather wake, ni mtu ambaye alimtoa kimuziki, ni mtu aliyemsaidia. Kwa hiyo akasema kwamba atakuwepo, na Nicki Minaj akasema atakuwepo kama guest appearance. Watakuja kama wageni waalikwa kuja kumsupport godfather wao au mtu anayesaidia kwa tour kimuziki. Nasema kwamba Jay-Z amekuwa akisimamia wasanii wengi. Tunakumbuka issue ya Lil Wayne na Cash Money. Unajua alipanda yote takriban dola za Kimarekani milioni 14 na Jay-Z aliweza kuzikava na alimwambia Lil Wayne kabisa kwamba usimwambie mtu yote kama nimelipa hiyo fedha. Maana bilioni 35 za Kitanzania Jay-Z alitoa na kuweza kumpa Lil Wayne kuweza kuvunja mkataba na Cash Money. Hata kama mtu ni bilionea lakini kukutolea kiasi fulani cha pesa, ndio maana mpaka leo Lil Wayne akienda kwenye interview zote anasema kwamba Jay-Z ni rafiki wa kweli, sio fake. Kwa sababu kipindi kile Lil Wayne alikuwa anafungwa dola za Kimarekani milioni 14. Kipindi hicho Lil Wayne alikuwa tayari ameshake kidogo na alikuwa ametoka rehab, alikuwa anatumia madawa ya kulevya na pombe kupitiliza. Kwa hiyo alikuwa anahitaji mtu ambaye anaweza kumbaka kwa kipindi kile ili aweze kusimama. So Jay-Z akaja akambaka kwa kabisa, sikiliza wewe endelea, usimention kama nimekununulia chochote kusaidia chochote kile. So unaweza kuona kwamba ni mtu ambaye amekuwa akisaidia wasanii wengi.